Mtazamaji wa BMTV Tanzania, kama ilivyo ada siku hii ya leo ambayo tumetembelea kiwanda cha utengenezaji wa bidhaa mbalimbali kutoka kampuni ya Mkolamasa Enterprises Limited, kama vile ambavyo tulianzia Chanika kwenye kampuni ya utengenezaji wa viroba, baadaye tukapitia kwa mteja wake ametuelezea mawili matatu, na sasa hapa tupo katika kampuni nyingine ambayo yenyewe inahusika na uuzaji wa mashine mbalimbali. Tunaenda ndani ili kuangalia mashine hizo ni za aina gani na zinatengeneza vitu vya aina gani haswa. Karibu. Sasa hapa tupo ndani ya kampuni nyingine tena, kampuni mama ya Mkolamasa Enterprises Limited ambayo inahusika na uuzaji wa mashine mbalimbali za kusagia bidhaa za aina mbalimbali, na tutaenda kufahamu kila mashine na kazi yake. Hapa CEO wa kampuni Idi Mkolamasa ataenda kutuelezea mashine zilizopo hapa ndani na utengenezaji wa bidhaa zake. Karibu. Karibuni sana. Kama alivyoeleza, naitwa Idi Mkolamasa. Tuko tena kwenye site yetu mama. Hii ndio biashara mama. Tunahusika na mashine za wajasiriamali, na mashine zote nitakazitambulisha hapa ni zinatumia umeme wa nyumbani, single phase. Kwa hiyo mjasiriamali usio na wasiwasi kabisa ukasema zinahitaji umeme mwingi, inahitaji umeme wa 3 phase. Hapana. Mkolamasa Enterprises unaweza ukazalisha pale pale nyumbani kwako, huna haja ya kuvuta umeme wa 3 phase. Sasa tukianza, inaitwa dough divider. Kwa wale watu wa bakery, badala ya kuchukua ile ngano yako kisha kanda kuanza kukatakata, hii mashine yenyewe inakata na inatengeneza scones. Alafu hii hapa inasaga juisi ya miwa. Hiyo inasaga juisi ya miwa sasa. Alafu hii hapa mnayoiona ni mashine ya kutengeneza mafuta, inakamua mafuta. Hii ni hot press. Faida hii mashine ni kwamba unaweza kukamulia mafuta ya alizeti na ikaondoa harufu, kwa sababu inafanya hot press under vacuum tunasema. Yaani mafuta yanachomwa, ile harufu inapungua kwa asilimia kubwa sana, na hapo mbele ina filter, kwa hiyo inachuja yenyewe. Alafu hii hapa ni tunaita chainsaw kwa wale wakata miti wale, hii hapa inakata miti. Alafu hapo chini haujafunguliwa ni mzani. Kuna baadhi ya mashine tunashindwa kuzifungua kutokana na usalama, kuingia vumbi na nini. Kwa hiyo huu ni mzani. Tuna mizani mbalimbali ya kilo 100, 150, 300 na kuendelea. Wow, this is a nice project jamani. Wamama zangu, dada zangu, ndugu zangu, rafiki zangu, kaka zangu, wakubwa zangu, hii mashine ni muhimu sana kwa mjasiriamali. Hii inaitwa Ice Pop Lolly. Inatengeneza zile ice cream za lambaramba. Kwa hiyo ukifungua hapo utafundishwa namna ya kutengeneza. Hapo ndani unaingiza hizi mold zako, hizi zinaitwa mold. Unatengeneza ujuju wako ule wa kutengeneza ice cream, unaweka humo ndani. Ukiweka hapa, hii mashine inatengeneza yenyewe automatic. Dakika 15 mpaka 20 inatengeneza pisi 80. Ni mashine nzuri sana sana. Dakika 15, na vifungashio vyake pia hivi hapa. Vinaweza vikaja kwa lebo yako au inaweza kaja kwa plain kama hivi, na vijiti vyake hivyo hapo. Hii ni full package. Yaani ukitoka hapa manake tunakufunza hapa namna ya kutengeneza. Alafu hii pia inatengeneza ice cream zile za koni. Kuna ice cream za lambaramba, hii inatengeneza ice cream za koni. Alafu hii hapa ni juice dispenser. Ukishatengeneza juice yako kwa ajili ya watu wenye kefu wale, unaweka hapo ndani, ina cool na unaweza kusave kwa wateja wako. Hii ni project nyingine, unaweza kuona kama mashine kadogo lakini kama muhimu sana. Watu wanatengeneza yogurt wananielewa vizuri sana. Kwa hiyo kimiminika chochote, yogurt au kinaweza kawa hata unaweza kutengeneza labda ubuyu au kitu chochote. Hii ni bidhaa zako, unaiweka, unapack, alafu hapa ina seal. Kwa hiyo inafunga hii ndio nylon yako, lakini hii tunaweza tukai-customize ikaja kwa jina lako. Hii mashine tumeweka hapa ni ya kutengeneza mifuko mbadala, kama mnavyoona kama cherehani. Kama mnavyojua serikali imepiga marufuku mifuko ya plastic. Kwa hiyo mashine inatengeneza mifuko mbadala. Alafu hii hapa ni mashine ya kupaki bidhaa zako. Unaweza kutengeneza paste ya aina yoyote kama tomato sauce au peanut butter. Hii hapa ni mashine ya kumenya vitunguu saumu. Wajasiriamali unaweza kawa sokoni ukanunua kama mashine yako kama haka, ukawa unatoa huduma ya kumenya vitunguu saumu. Kwa hiyo ukauza vitunguu saumu ambavyo vimeshwa menyo. Hapa kuna mashine mbalimbali kama nilivyosema, zingine tunashindwa kuzifungua kwa ajili ya usalama. Kwa mfano hizi ni incubators. Wale wafugaji jamani, hii ni fursa. Usisubiri mayai mpaka yaatamiwe na kuku. Hizi ni incubator ambazo
tutolesha mayai. Kuna mayai 88, kuna mayai 112, kuna mayai 360, na faida ya incubator hizi zinatumia umeme wa kawaida na umeme wa sola. Kwa hiyo maana yake ukiwa na system ya sola ambayo umeifunga nyumbani kwako, inaweza kukusaidia ukaweza kutotolesha bila kuathirika na athari za umeme. Lakini pia tuna juicer pale kwa ajili ya watu wa kefu. Ile unaweza inakamua na kuchuja yenyewe. Yeah. Alafu tuna blender ambayo jamani amazing, inapika. Kuna blender inaitwa cooking blender. Kwa hiyo wale watengenezaji wa uji kwenye makefu manini, mtu amefika hapo, kuna watu wengine wanataka vitu vyao vichemshwe kwa ajili ya usalama. Kwa hiyo inapika. Unaweza kupikia hata makande. Yeah. Alafu hapa hii mnaona package yote ni kiwanda cha kutengeneza cha kuprint fulana jamani. Hiki ni kiwanda mnaona. Package hizi ziko 6 na rangi za sample. Yaani hiki tayari ni ujasiriamali tosha. Kwa hiyo unaweza kupokea order za kuprint fulana, ina print pia mifuko mbadala, iko hizo na mashine zake. Lakini tuna planters hizi kwa ajili ya sasa hivi jamani, wale wakulima huna haja ya kuchomeka majiti bila kujua unapandaje. Kwa hiyo hizi ni planter ambazo zinapanda mazao mbalimbali, inapanda mahindi, inapanda mtama, inapanda alizeti. Faida hizi planter maana yake ni nini? Kwamba kati ya zao na zao ni sentimita 30, haizidishi wala haipunguzi, na inaachia mwenyewe unavyoseti, aidha punje moja au punje mbili. Maana yake nini? Utakuwa unajua kwanza mazao yatapangwa kimpangilio, pili hata wakati wa kuvuna, uvunaji utakuwa rahisi kwa sababu ulipanda kitaalamu. Alafu hapa tuna asali na nguo zake ziko hapa. Hizi ni nguo jamani, wale wanaodili na asali wanajua. Hizi ni nguo kwa ajili ya wanaita honey cloth, kwa ajili ya kuvunia asali. Lakini tuna mizinga ambayo inakamua yenyewe ya kisasa. Yaani ukiweka inakamua na kuchuja yenyewe. Kwa hiyo na kuna mizinga ambayo haichuji. Iko hapo. Hizi hapa mashine mbili ni kwa ajili ya wale ndugu zangu ambao wana bakery na imefikia hatua soko limekuwa kubwa sana. Nasisitiza, hizi ni special kwa ajili ya watu ambao wana soko kubwa. Yaani kuna mtu akifungua kiroba anakitia humo chote. Kwa hiyo hii inaingia kilo 25, lakini kwenye kategori ya watu wakubwa, hasa ambao wanazalisha maandazi kwa wingi, watu ambao wanazalisha chapati kwa wingi. Una oda kubwa za chapati, unatengeneza chapati hata 500 kwa siku, 600. Unataka kusupply mashuleni au na scones na kushinda kusukuma. Jamani, hii ndio mashine inaingia kilo 25 kwa mara moja. Alafu hapa hizi ni mashine kwa ajili ya wale watu ambao wanafungasha bidhaa kwa ajili ya kupeleka nje ya nchi, au hata kama unatengeneza sausage na nini. Hizi zinaitwa vacuum machine. Kuna vacuum, hizi ni block, mnaona? Hili ni block. Kwa hiyo unakuwa na bidhaa yako unaichomeka humu, na hii mashine ukifungua hapo, ina maana unapack mashine yako hizo bidhaa zako under vacuum. Faida ya vacuum maana yake ni kwamba inaondoa hewa ndani. Ikiondoa hewa ndani maana yake bidhaa zinakaa muda mrefu bila kuharibika. Alafu hapa tuna material kwa ajili ya kushonea mifuko mbadala. Hizi ni material kwa ajili ya kushona mifuko mbadala. Kwa wale ambao wanataka kuanzisha kiwanda cha kushona mifuko mbadala, ile mashine yake ya kushona nimeeleza kule, lakini mashine zake zingine ni hizi hapa. Ukishatengeneza mfuko inabidi utengenezee fashion. Hii inaitwa rope holding fashion. Ile fashion wanaita ya kushikiza kama shangazi kaja, lakini inakuwa ya kisasa zaidi. Alafu hapa wanaita D-cut kwa ajili ya kupunch, kutoboa. Kwa hiyo material tunazo, mashine zipo, na mtu wa kufunza namna ya kutumia pia tunakupatia. Lakini hizi hapa za chini unaweza kuona kama ni vitu vimekaa tu. Hii ni biashara kubwa sana. Hizo zinaitwa rubber plate. Wala watu ambao jamani wanaotengeneza wanaoprint vifungashio kama sisi, ili uweze kufungashiwa kutengenezewa logo yako, kuna kitu kinaitwa rubber plate. Hii ni biashara kubwa sana, unaweza kaidharau. This is a rubber plate. Hii ndio rubber plate ambayo inatumika ili uweze kutengenezewa nembo yako. Ukisikia mtu anatengenezewa nembo yake, imechongwa kwa ajili ya rubber plate. Kwa hiyo sisi ni wauzaji wakubwa wa jumla na rejareja wa kitu kinachoitwa rubber plate. Tunauza kwa jumla na rejareja. Ziko rubber plate za 200,000, ziko rubber plate za 300,000 na kuendelea. Hii ni mradi mwingine. Hii jamani ni amazing sana. Hii mashine inatengeneza vitu kama vitatu. Kikubwa ni pulping machine. Inaweza kutengeneza peanut butter. Na hii ndio mashine ambayo tulionayo ya 3 phase hapa. Inaweza kutengeneza peanut butter, inaweza kutengeneza tomato sauce, inaweza kutengeneza chili sauce, inaweza kutengeneza paste ya aina yoyote. Hii ni mashine nzuri sana. Nashauri watu ambao wapo kwenye kikundi, kwenye mama,
Jamani, kikundi chenu badala ya tumezoea kutengeneza mabatiki na nini, hebu tutoke huko. Hii mashine mkinunua kama kikundi itawasaidia sana, kwa sababu mtatengenezea vitu paste mbalimbali. Chili unaweka humo chili inatoka vizuri kabisa. Alafu hii ni mashine nyingine ambayo ni muhimu sana, inaitwa chicken plucker. Ni mashine kwa ajili ya kunyonyolea kuku. Kwa hiyo unaweza ukaichukua hii mashine ukaiweka kwenye soko, pale sokoni pale, wakawa watu wanakuja na kuku zao wanawekwa huku, badala ya watu kunyonyoa utawachaji kwa kuku mmoja. Kuku mmoja hapa wanaingia kama 8 hivi kwa mara moja. Alafu hii hapa inatengeneza chakula cha mifugo, hii mashine inatengeneza chakula cha mifugo. Alafu hii hapa ina pack bidhaa. Unaweza kawa unaweka package yako hapa, ina kwa wale wazalishaji wakubwa, wanaita pedal sealing machine. Alafu hii hapa, hii na hii zinaendana. Hii ni project ya ukianzia kijiwe jamani cha kutengeneza chips. Hii hapa inamenya viazi, hii inakata. Kwa hiyo inaweza kukata crisps, inaweza kukata chips kwa size mbalimbali. Na hivi ni visu ambavyo unakuwa unabadilisha. Alafu hizi ni hopper tumeleta kwa ajili ya watu wanaovunia mpunga jamani. Kuna mashine inakuwa inalima, inakata nyasi, inapalilia, lakini hizi ni hopper kwa ajili ya kuvunia mpunga. Alafu hii hapa ni mashine inatengeneza pallet za kuku. Hii hapa ni set ya bakery inaanza. Hapa kuna labda tuanzie hapa kwa tukianza kimtiririko. Hii hapa mnavyoona kuanzia hapa mpaka hapa. Hiki ni kiwanda cha bakery. Nakumbuka rais wetu hayati Magufuli alikuwa anasema kiwanda ni kitu chochote ambacho unaweza ukazalisha. Haina maana leo ni kitu likubwa. Jamani, mnaona hizi mashine zilivyojipanga hapa. Hiki tayari ni kiwanda cha kutengeneza mikate. Hii ni bakery. Ngano yako inaanzia hapa. Hii ni mixer. Hii kwa ajili ya kukanda. Kwa hiyo ukishakanda unabidi uweke kwenye makopo kwa ajili ya kutengeneza shape. Makopo yale sio kwa ajili ya kutengeneza shape. Kwa hiyo kuna makopo ya gramu 250, kuna makopo ya gramu 500 na kuendelea. Kwa hiyo ukishakanda ngano yako, ukishaweka kwenye makopo, unaweka pale kwa ajili ya kuumua. Hii inaitwa fermentation cabinet kwa ajili ya kuumua. Lakini hii mashine sio tu kuumua mkate, inafanya vitu vingi. Unaweza ukachechulia wine, unaweza ukachechulia yogurt, hii una control temperature na time. Alafu hili ndio oven lenyewe kwa ajili ya kuoka. Kwa hiyo tukishakanda, tukishaumua, hapa tunaoka. Sawa tunaoka. Lakini tukishamaliza mkate wetu sasa, ule mkate haupakiwi ukiwa wa moto. Hii ni cooling truck hizi. Hii mnaona hapa. Unaweka hapa mikate kwa ajili ya kupoa. Mikate hapa inakaa kwa ajili ya kupoa. Ikishamaliza hapo, hii ni bread slicer. Hii kwa ajili ya kukata. Sawa Kuna tofauti ya mixer mbili. Ile nilisema mixer ya kukanda wanaita spiral mixer. Hii hapa inaitwa planetary mixer. Ni kwa ajili ya kumix keki. Inakanda pia, inakuwa na chuma ya kukanda, chuma ya kumix, lakini hasa ni special kwa ajili ya keki. Wale watengenezaji wa keki wale. Hii ni kubwa yake, hii ni ndogo yake. Tukienda hapo, hii ni kwa ajili ya watu ambao wana deep fryer. Unaweza hapo kapika chapati, hapa ukatengeneza chips zako hapa. Alafu hii hapa pia inatengeneza peanut butter. Wow. Unajua kitu usichokijua, unaweza kuona mavitu tu yamekaa, lakini watu wanatafuta sana hizi. Sana. Ndugu zangu ambao wana grade iliki wakiona hii wanajua. This is inaitwa cardamom sieve. Yaani unapotaka kupeleka iliki nje ya nchi, kule watakuuliza, iliki yako ina size gani? Kwa hiyo hapa kuna 7 mm, kuna 6 mm na kuna 8 mm. Maana yake ni kwamba nikitaka ni grade iliki za 8 mm nazichekecha kwenye hili chekecho. Sawa? Zitakazopita humu ni za 8 mm tu, hata ukienda kupima. Nikitaka zipite iliki za 6 mm naweka humu. Hivyo ni vipimo vya kimataifa vilivyokubalika duniani. Nikitaka nipime labda ya 4 mm, maana yake naweka hii hapa. Kwa hiyo unachekecha tu hivi. Kwa hiyo kuchekecha maana yake hapa zinapita 4 mm tu, zingine zote zinabaki hapo juu. Kwa hiyo maana yake nini? Zikienda huko nje ina maana hautasumbuka na viwango. Tumekutengenezea mjasiriamali. Hii watu ambao na grade iliki wananielewa vizuri sana. Hii hapa inaitwa cardamom sieves. Alafu humu kama nilivyowaambia kuna mtambo tumeshindwa kuufungua. Huu ni mtambo unaitwa wa kukamua mafuta. Unakamua mafuta ya alizeti, unakamua mafuta ya mawese, unakamua mafuta ya nazi na mafuta mengineyo. Tofauti ya mtambo huu na mwingine, huu mtambo una option zote. Tunasema cold and hot press. Maana yake nini? Labda nieleze kitaalamu kidogo. Kuna mafuta ambayo hayahitaji kuharibika uasili wake. Jamani, kwa mfano mafuta ya nazi,
mafuta ya parachichi, yanapokamuliwa under cold press yana uwezo wa kubakiza ule uhalisia wake, zile nutrients zinabaki, na ndivyo wanavyotaka wengi. Kwa hiyo ukitaka hivyo, ina maana ile sehemu ya heat huiwash, una press under cold kwenye nazi na nini. Ukitaka harufu itoke, una switch kwenye temperature kubwa, kwa hiyo ina temperature mpaka 250. Kwa hiyo ukitengeneza mafuta ya kwa mfano ambayo ya alizeti ambayo inahitaji harufu kutoka, una seti joto kubwa, harufu inatoka. Hii ni mashine nzuri sana sana. Alafu hapa na yenyewe tumeshindwa kuifungua. Humu ndani kuna kitu kinaitwa food dryer. Ni mashine muhimu sana kwa wakaushaji. Pale kwenye kugrade iliki, kabla ya kufikia pale ili uweze kupeleka nje ya nchi. Jamani, sasa hivi vitu vinavyotakiwa ni vitu ambavyo vimekauka lakini vinakuwa na uhalisia wake. Kwa hiyo unaweza ukakaushia labda hizo iliki tulivyosema, unaweza ukakaushia mdalasini, unaweza ukakaushia matunda, unaweza ukakaushia mboga. Yaani mjasiriamali yote ambao unahitaji kukaushwa. Kwa mfano kuna vitu ambavyo vinatakiwa sana sokoni sasa hivi. Kwa mfano watu wanataka majani ya chai yamepakiwa yakiwa green vile vile bila kuathirika na jua. Usikaushe kwenye jua. Unapokausha na jua kitaalamu, baadhi ya virutubisho vinatoka. Wewe hujui lakini vinatoka kitaalamu. Kwa hiyo vikienda kupimwa kule unakuta vitu vile virutubisho vimeshaathirika. Lakini hii food dryer unakausha hali ya kuwa, Kiswahili tunasema kijani kibichi, kinabaki jinsi kilivyo. Kwa hiyo hii ndio tofauti ya food dryer. Alafu hizi hapa ni blender ambazo zinakamua na kuchuja. Na hii hapa ni mashine muhimu kweli kweli. Jamani wajasiriamali, hii mashine inatengenezwa maziwa ya soya. Maziwa ya soya. Soya inatengeneza maziwa. Faida ya maziwa ya soya sitamaliza kuyataja hapa. Kwanza kabisa hayana cholesterol. Pili, umeshaikuwa na mtoto ambaye akitumia maziwa ya ng'ombe au maziwa yoyote anaharisha, au watu wakubwa wote unakuta akitumia tu anaharisha. Tunaita ni wana shida ya lactose intolerance, hawezi kudigest lactogen. Kwa hiyo maziwa ya soya ni lactogen free. Alafu kwa wale wa baba jamani, wanasema pia maziwa ya soya na yale mambo yetu nguvu za kiume. Kwa hiyo vizuri sana jamani, hii unaweza ukaja ukainunua hapa, shemeji yangu akakutengenezea maziwa yako ya soya. Na sio tu maziwa ya soya, inatengeneza uji, inatengeneza na vitu vingine. Tunaita cooking vessel. Unaona kadogo kalivyo kadogo tu hapa. Kanatumia, unaweza kufikiri ni jagi la kawaida. Hapana, si jagi la kawaida. Hii inaitwa ni food processor. Kwa hiyo karibu sana. Alafu kuna mashine na yenyewe ni muhimu. Wana soko kubwa kwenye bakery. Wanatengeneza mikate, wanatengeneza maandazi, vitu chochote ambacho kinahitaji kusukumwa. Croissant, sambusa, mashefu wenyewe wanaita dough sheeter. Kwa hiyo hii huna haja ya kusukuma, unaingiza dofu yako, inasukumwa kule, inatoka ikiwa smooth kabisa. Ni mashine ambayo ni muhimu. Lakini Mkolamasa Enterprises tumeenda mbele zaidi. Unapofanya bidhaa zako zozote, unahitaji tunaita quality control and quality assurance. Hiki kitengo kidogo cha utaalamu kidogo. Hapa sasa ndiyo kwenye kuhakikisha kwamba bidhaa yako inatoka kimataifa. Jambo la kwanza, ili bidhaa yako itambulike kimataifa, inatakiwa uweze kuiwekea nini? Tunaita date code information. Taarifa ambazo msomaji akiona bidhaa yako imezalishwa lini, bidhaa yako ina expire lini, bidhaa yako ina batch number lini. Kwa hiyo tuna mihuri mbalimbali. Huu muhuri unaweka manufacturing date, expiring date na batch number. Jamani, haufutiki. Kwanza unakauka hapo hapo. Pili, unashika material yote. Inaweza kaa na nylon, inaweza kaa PP bags, inaweza kaa plastic bottle. Kwa hiyo hii ni mihuri ambayo ni muhimu sana. Lakini tuna mashine za kisasa, intelligent date code machine. Jamani, najua kwenye viwanda mnatafuta sana hii, hamjajua muipate wapi. Mkolamasa Enterprise tupo kwa ajili yenu. Hii hapa. Hii ni kama keyboard, una type information unazotaka na ina USB, imagine. Kwa hiyo unaweza ukachukua picha ya unachotaka kuprint kwenye package yako. Kwa hiyo inaweza kawa ni label, inaweza kawa ni logo, inaweza kawa ni barcode, inaweza kawa chochote software. Una insert kwenye mashine, una print. Na tunaweza tukakusetia hii mashine ikawa kwenye line yako kwa wale watu wenye viwanda vikubwa. Kanafungwa haka kama mashine, kanakuwa kana print pale moja kwa moja. Kwa hiyo inatoa kumbukumbu ya uzalishaji. Hivi vyote viko Mkolamasa Enterprises. Lakini wale wazalishaji wa nafaka, unaponunua na nafaka, kuna kitu kinaitwa unyevu jamani, moisture wazungu wanaita. Muhimu sana, lazima ucontrol. Hauwezi ukazalisha unga, hauwezi ukazalisha kitu chochote bila kupima unyevu kwenye mazao yako. Ni kitu muhimu sana. Kwa hiyo hii tunaita ni moisture meter. Ni mashine kwa ajili ya kupima unyevu kwenye bidhaa zako. Unaona? Nice package kabisa. Unaona? Haka nikakifaa kadogo, hii ndio menu yake. Wewe unaona inapima soybean, soya,
mahindi, maharage, shairi, mtama na kitu vingine, korosho. Kwa hiyo hii kama mnajua kuna tatizo wanaita mycotoxin au aflatoxin. Kwa wajasiriamali ambao hawana uwezo wa kupima kununua kifaa cha aflatoxin ambacho ni ghali, kitu muhimu ambacho unatakiwa udhibiti ili hiyo toxin isitokee ni control nini? Unyevu. Ukipeleka kitu, kuna watu ambao wameshapata hasara, anachukua bidhaa inapelekwa huko Ulaya, ikifika huko inaonekana unyevu umekuwa mkubwa kuliko. Au unga, unashangaa mjasiriamali unazalisha unga wako, ungalishe unga haukai unaharibika haraka. Tatizo ni nini? Kumbe unyevu ni mkubwa. Unanunua mahindi ambayo tayari yameshapita unyevu wake. Kwa hiyo ni kifaa ambacho ni muhimu kabisa. Unaweka hopa yake hapa, unaweka hopa yake hii hapa juu. Ukishaweka hapo juu, ina maana unaweza ukapima, ukaweka grain zako hapa ikapima, una automatic. Alafu tuna vitu vingi hapa jamani, ambavyo unaweza ukaviona tu ni vitu vimekaa. Hivi vitu vina maana yake, vyote vina maana yake. Mnaona hizi zinaitwa cheese cloth. Cheese cloth, ukitaka uzalishe wine ikubalike kimataifa, ukitaka uchuje juice ikubalike kimataifa, ukimwambia mtu yoyote kampuni ya kimataifa natumia cheese cloth, ameshakuelewa. Kwa hiyo bidhaa ikitoka hapa, maana yake itapita tu TBS, kwa sababu TBS wenyewe ndio wana recommend hizi tools kwa ajili ya kutumia. Kwa hiyo muache jamani kutumia vitambaa. Unakuta dada anatumia kanga hiyo anakwenda anachujia juisi. Hapana jamani, hizi ndio machujio ya kisasa kwa ajili ya kuchujia. Lakini pia unaweza ukatumia hata kwa matumizi ya nyumbani, labda umesaga juisi yako. Yes, sio lazima biashara. Lakini pia hapa tuna vifaa mbalimbali vya kupima kiwango cha sukari na kiwango cha, kwa mfano watu ambao wanadili na asali, wanadili na ambao na jamu, wanadili na bidhaa mbalimbali, unaweza ukapima kiwango. Hii inaitwa refractometer, zinapima kiwango cha sukari, kwa sababu kiwango cha sukari ni muhimu unapotengeneza juisi, unapotengeneza wine, unapotengeneza chochote, ili usipate hasara. Unaweza ukashangaa umeweka sukari nyingi kuliko ambacho kisukari ambayo inatakiwa, au umeweka sukari chache bila kujua we mwenyewe. Kwa hiyo pamoja na kuonja, lakini kuna vipimo vya kisasa. Wao ambao wanazalisha pia bia na vinywaji vingine na asali pia, hiki kifaa kinapima pia asali, ubora wa asali jamani. Ubora wa asali unaojua hapa kujua kama asali yako imechakachuliwa ama la. Lakini tuna kifaa pia mpaka cha kupima ubora wa udongo, sifa za udongo. Hiki hapa ni muhimu kweli kweli, inaitwa soil analyzer. Kwa hiyo mjasiriamali ambaye anadili na kilimo, kabla ya kulima unajua kabisa udongo wangu, ili uweke mbolea kiasi gani, lazima ujue pH ya huo udongo. pH Kiswahili tunasema ni ukakasi wa huo udongo, au ujue pia namna jinsi ambavyo inaweza kapokea maji na vitu vingine. Kwa jamani, hiki ni kifaa muhimu sana sana. Alafu hiki hapa kimeenda mbali zaidi. Hiki kinapima pia tunasema micronutrient, kinapima kiwango cha NPK. Wanasema NPK level, unaweza ukanani huko ndani kujua kwamba ule udongo unalisha kiasi gani, ili uweze kujua kama itastahimili mazao yako ama la. Lakini tuna vifaa mbalimbali. Hii ni thermometer kwa ajili ya vyakula, sio kipima joto cha mwili. Hiki fulani jamani ni chakula. Unapochemsha maziwa yako kujua kama temperature imefika, ndio tunatumia hiki. Kwa hiyo pia tuna catalog zetu hapa kwa watu ambao wanafika ofisini Mkolamasi Enterprises. Hii catalog inaonyesha baadhi ya mashine mbalimbali tulizokuwa nazo, kama hizo zote zinapatikana, na hata ambazo hazipo hapa jamani tuweza tukakuletea kwa order. Kwa hiyo Mkolamasi Enterprises hawezi kuwa na mashine zote jamani ofisini, hapana. Tumejitahidi, si wenyewe bado wajasiriamali, kwa hiyo tumejaribu kuleta baadhi ya mashine, lakini mteja unapotaka mashine yoyote sisi tunaweza. Kama itahitaji kwa ndege, wiki 2.5 imefika. Kama itahitaji kwa meli, basi uaga ni siku 60. Kwa hiyo karibuni sana Mkolamasi Enterprises. Na mtazamaji wa BMTV Tanzania, kama hivyo ambavyo umeweza kupata maelezo ya kutosha kabisa, sina haja ya kuendelea kueleza. Umefafanuliwa kila mashine moja baada ya nyingine na kazi zake ambazo zipo hapa ndani. Ni package, naweza nikasema, na CEO mwenyewe Idi Mkolamasa naweza nikasema ni mtu ambaye
anafanya kitu ambacho kipo profession, so kwamba ameona tu na amekuja kuweka vitu ambavyo ana utaalamu navyo zaidi. Kwa hiyo ukifika mahali hapa unakuja kuchukua kitu ambacho unayekutana naye anakifahamu, anakuelezea na namna matumizi yake kwa ujumla, na hata jinsi ambavyo unaweza ukakilinda ukiwa pale nyumbani. Safari yetu ilikopo ndefu sana. Tumeanzia Chanika, baadaye tukafika maeneo ya Kigogo kwa mteja ambaye ametuelezea namna ambavyo anafaidika na kiwanda hiki cha Mkolamasa Enterprises Limited, na hapa ndio tunakamilisha zoezi hili letu la leo katika kampuni yake mama ambayo ipo maeneo ya Pugu Kajiungeni. Unaweza ukashuka Pugu Kona ama Pugu Shule, lakini eneo hili linaitwa Pugu Kajiungeni, maeneo ya Shell. Duka liko ndani ya Shell ya Engine. Kwa ukifika mahali hapa utapata mashine yako ya aina yoyote kulingana na bidhaa ambayo unaihitaji. Kabla hatuja kwenda kuhitimisha au kufunga zoezi hili ambalo tumeweza kufanya makala hii fupi ya kiwanda hichi cha Mkolamasa Enterprises Limited, basi tunarudi tena kwake mkurugenzi. Pengine ana jambo anataka kuwaambia anataka kuwaambia Watanzania kwa ujumla kuhusiana na vitu ambavyo wanavifanya ama namna ambavyo wataweza kuvutika kuja kujifunza na kuja kununua. Bidhaa zipo hapa zinauzwa kwa bei wala sio bei ya juu, ni bei ya kawaida tu, kwa sababu ni bidhaa ambazo zinatoka moja kwa moja nchini China. Yes, karibu. Asante, napenda kuhamasisha wananchi wote kiujumla na Watanzania. Tunawakaribisha Mkolamasa Enterprises kwa ajili ya kupata elimu ya ujasiriamali. Tunafundisha kusindika vitu mbalimbali, tunafundisha kutengeneza peanut butter, ice cream, keki, bidhaa mbalimbali. Pia tunawahamasisha kina mama. Napenda kuamsha wanawake wenzangu tujiajiri na Tanzania ya viwanda. Tunawakaribisha sana Mkolamasa Enterprises, tupo kwa ajili yenu. Namna ambavyo Watanzania wanaweza kuifikia kwa haraka ama kuwapata kwa haraka zaidi kupitia mitandao ya kijamii pamoja na namba za simu. Wanaweza wakatupata kupitia Instagram au Facebook kwa jina la Idi Mkolamasa, anampata, ama kwa kutumia namba 0658 034103 na 0744 160-725. Asante mtazamaji wa BMTV Tanzania, tunaenda kukamilisha documentary yetu hii fupi ya leo. Kabla ya kutazama kipindi hichi, usisahau kulike, kucomment na kusubscribe ili kuendelea kutazama vipindi vyetu mbalimbali. Ninaikamilisha documentary hii ni mimi mtangazaji wako Mwamvita Mtanda. Asante.